Roho wa Mungu amenipeleka mahali. The Spirit of God took me somewhere. Akanionyesha ni kanisa likubwa sana. And He showed me a big church. Akasema hapa ndio mahali ninapowapeleka. And He said, this is the place that I'm taking you. Ndio maana niliweka neno ndani yako. That's why I put the word inside you. Uanze kufundisha kuhusu tabia. You have to start teaching about the character. Na baada ya hiyo tabia ufundishe kuhusu upendo. And after the character you have to teach about love. Kwa sababu usipofundisha tabia, without teaching the character, hamtaweza kufika mahali hapa. You are not going to reach this place. Kwenye usingizi nikauliza swali, kwa nini? And when I was sleeping, I asked the question why. Roho wa Mungu akanijibu. And the Holy Spirit answered me. Akaniambia ya kwamba tabia ndio msingi wa Injili. He said that the character is the foundation of the gospel. Hakuna mahali hata ukiongea kwa lugha kama tabia yako there is ni not mbaya, a place, no matter what you can speak in tongues, if your character, hakuna yule atakuamini. Nobody gonna believe in you. Vyovyote utafanya, hata ukijaza watu wataona ni tayari. Everything you gonna do, even you can go deep in the spirit, people they will see like you're doing good. Lakini ukiwa na tabia njema, but if you have a good character, msaada mkubwa wa hekima. It is a very big help. Na chochote utafanya, and everything that you gonna do, watu watakuelewa unafanya. People that will understand what kwa you hiyo do. Tabia ni njema. And the character is good than preaching. Kwa hiyo mahubiri mazuri ni hayo tabia. The good preaching is character. Lakini asante kwa sababu umesikiliza. Thank you because you have listened. Na tumehubiri tabia vya kutosha. And we have been teaching, we have been preaching about character. Baada ya tabia tukaanza kuhubiri upendo. After the character we went in love. Kumbe ni assignment ya Mungu mwenyewe. It is the assignment of God himself. Tumeitwa tofauti. We have been called differently. Hatutishiwe na vipaji. We are not shaken with talents. Kwa sababu kitu kimoja ambacho kinavunja kipaji, because one thing that destroys the gift ni tabia mbaya, is a character. Mtu anaweza jua Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. You can know the Bible from the beginning from Genesis to Revelation, lakini ana tabia mbaya. But he has a bad character. Anabebesha mamimba kanisa. Just impregnating ladies. Ananyang'anya wake wa watu. You snatch somebody's wife. Anachonganisha watu. You gossip to people. Inamaanisha hiyo Biblia imsaidie kitu. Which means the Bible is not helping you. Kwa hiyo tabia ni njema sana kuliko kujua. The character is good than. Umeona vile ule kijana ameimba hapa. You have seen how this young brother has sung here. But we don't know behind the scene. Atujue tabia yake ya nyuma. We don't know the behind the scene. Atujue mahali amelala leo. We don't know the place he slept. Lakini reputation, now the reputation of character, reputation ni sifa, the how can I say that? Reputation. Ni mzuri sana. It's good. Mnaona vile ameimba? You have seen the way he has sung. Mpaka ukumbi umetikisika. Even all the church was shaken. Can you imagine tusikie iko na wake watano? Now what about if you hear that he had 5 wives? Hizi nyimbo zitakusaidia tena? Are these songs going to help you again? Is what I'm talking about. Hiyo ndio anaongelea. Sijui iko na wake wangapi? I don't know how many wives he has. Sijui analewa kiasi gani? I don't know how he got drunk. Kwa hiyo mimi sitishike na hizi sauti sana. I'm not very much shaken with the voices. I'm telling that's me. Huyo ndio mimi. Mungu amenifunza hivyo. God has taught me that way. Kama nimeamini mtu kwa hii madhabahu, if I believe somebody on this altar, mtu ya kwamba amechukuzwa vizuri, which means he has been well checked. Na tukaona kipawa alicho nacho, and we have seen that the gift that he has, na tabia yake, and his character, imeendana sawa. It is going according. Tuko pamoja? Are we together? Kwa sababu kuna kitu utafanya hapa, tunakuinua juu kama mnara. Because there's something you're going to do here and we're going to raise you up like a pillar. Siku utafanya miracle hapo Moss Road, and the day you're going to do the miracle at Moss Road, kanisa yote inatukana, and the all church will be mocked. Kanisa ya walevi, the church of drunkards, kanisa ya wazinzi, the church of fornicators, kanisa ya wizi, the church of thieves. Kwa hiyo kuweka list ya kwamba fulani ndo atahubiri wiki fulani, to put a list that somebody going to preach this week, hiyo sio shida. It's not a problem. Shida baada ya mahubiri utayachunga ile sifa ya ile mahubiri. The problem is after preaching, are you going to keep that utachunga ile
Ya, utachunga ile sifa, ile reputation ya kanisa. That, are you going to keep that reputation of the church? Kuhubiri hapa sio shida. To preach here is not a problem. Kusimama hapa na kuimba sio To shida. stand here and sing is not a problem. Shida ni kuishi vile wimbo wako umesema. The problem is to dwell how your songs are said. Shida ni kuishi vile mahubiri yako imesema. The problem is to dwell how your preaching has said. Sitishiwe na vipawa. I don't be shaken by the gift or talents. Tunatafuta moyo unaokufa kwa sababu We ya are Adonai. looking for the heart that has died. Moyo ambao umevunjika kwa The sababu heart ya that has Adonai. been broken because of Jesus. Ndio alipoona Daudi That the time he saw David, akasema, nimeona mtu wa natire yangu. and he said that I have seen somebody of my nature. Thank you. Ijapokuwa yuko mtoto, It does not matter he's a kid, lakini nimeona iko na natire yangu. but I have seen that he has my nature. Ijapokuwa ni mfupi, It does not matter he's short, lakini ni mkubwa kiroho. but he is older in the spirit. Amenijua zaidi ya baba yake He mwenyewe knows Yesu. more than the Father is. Ana hofu yangu ndani He yake. has the fear, or he has the fear of me inside him. That's we call character. Hiyo ndio tunaita tabia. Is what we are looking for. Hiyo ndio tunatafuta. Atutafute waimbaji wakubwa. We are not looking for the big singers. Atutafute wale ambao wanaruka sana. We are not looking for those people who can jump too much. No, waabudiwa halisi. We are looking for the true worshipers. Iko kwa hiyo biashara. Apigwe makofi Adonai. Clap out for Jesus. Wiki iliyopita tulihubiri kuhusu upendo. Last week we preached about love. Na tukasema kuna aina tofauti ya upendo. And we said that we have different types of love. Kuna aina tofauti ya upendo. There is different types of love. Na tukaanza kuzichambua. And we start explaining some. Lakini ni vigumu sana Now it is very hard kuishi kanisani miaka 30 to live in the church for 30 years na hujajua upendo ni nini. and you don't know what is love. Na mtu akikusimamisha barabarani, If somebody stops you on the road akikuuliza upendo ni and nini, he asks you what is love, kwa sababu kila kitu kina maana yake. because everything has its own meaning. Merci ni nini? What is thank you? Sienda mwana jina lake. Inamaanisha asante. Asante inamaanisha ndio mambo inaenda. Tumekaa juu ya upendo miaka ya We are kutosha. all of the love for a lot of years. Mtu akikuuliza upendo ni nini, If somebody asks you what is love, unaenda kanisani. you go to church. Nasikia si Warundi tumekosa upendo. That we Burundians, we don't have love. Sisi Wakongomani tunakosa We upendo. Congolese, we don't have love. Sisi Wabembe tumekosa upendo. We Bembis, we don't have Sisi love. Wakristo tumekosa We upendo. Christians, we don't have love. Hii upendo ni nini? What is love? Unamaanisha nini ukisema? What do you mean when you say love? Basi tuongee vile tunaongea hapa. Let's chat the way we chat every day. Unamaanisha nini? Hiyo upendo unamaanisha nini? What do you mean? Unapenda uone nini hasa? What do you want to see? Tuongee. Kuna mmoja. Let's talk. Mimi sihubiri, tunaongea. Tuko wana wa Mungu. We do talk, we do chat. Unamaanisha nini? What do you mean? Yes, pastor. Oh, subiri. Yes. Upendo unamaanisha au ukisema tumekosa upendo yani auone matendo. Asante sana. She said love is act. Kuna mwingine? Do we have somebody? Pastor. Bwana asifiwe. Amen. Ndaanzia pale kwa mama anasema. We start where mom started. Upendo inamaanisha matendo. The love means act. Matendo gani? What kind of act? Biblia inatuambia Mungu ni upendo. The Bible has told us that God is love. Manake sasa tunatafuta matendo, wanataka matendo ya kimungu ndani yao. Now, when they're looking for the act or the or that habit, we look that carry act in a. Sorry, repeat that. Matendo ya Mungu mweli. They're looking the act of God inside you. Manake sasa hivi watu wanasema hatuna upendo. Now, when people they say that we don't have love, Manake hamuna Mungu mweli. which means there is no God inside. Hakuna kufanana na Yesu. Which means there is no being like Jesus.
Jesus. Thank you. Kama Pastor. haufanane Yesu, If you don't be like Jesus, manake hauna upendo. which means you don't have love. Tupigie neno la Mungu makofi. Let's clap for the word of God. Basi kuna mwingine huko kwa sababu kuna kwaka hata message. I love you. Na unasema I love you too. Because there is some message. Nakupenda. Nakupenda pia. I love you too. Inamaanisha nini hii? What did that mean? Yes, mama. Yes. She was praying, and that word love Ikatoka ndani yako. Now she went deeper. Where there is love, there is a lot of problems. You're gonna be that this is my friend of the heart. There are gonna come some problems. You're gonna divorce. You're gonna divide. They're gonna be killing wherever there was love. To speak bad wherever the love was there. That touched me. I was asking myself, what is love? That's what I was trying. You are going to get your answer today. Utapata jibu yako. Upendo ni nini? Hallelujah. Amen. Nimeaidia ujua nimempenda. I promised him that I love him. Rafiki wangu wa moyo. My friend of the heart. Lakini unakwenda kujikuta baada ya siku chache tunakuwa maadui. But you find in just little days we are enemies. Hiyo ni nini? What is that? Ndio maana ni vizuri kufika kila siku. Now it is very good to arrive every day. Tumeongea kwamba kuna kama aina 4 za We upendo. said that we have almost like 4 types of love. Tukasema kuna upendo wa urafiki. And we said that we have the love of friendship. Ambayo inaitwa filial love. That is called filial love. Hiyo ni upendo umependa rafiki It yako. is the love that you love your friend. Yaani ukimpa kitu, If you give something to unategemea pia akupe kitu kingine. expect the friend to give you something back. Ukimzawadia kwa birthday If yake, you give like a surprise, unategemea pia akupe kitu kwa birthday yake. expecting at your birthday also to be given something. Inakuwa kama reciprocal. It is like, you share. Hiyo. Tuko pamoja. Lakini upendo ambao tunasema kanisani, But the love that we are talking at the church, ni upendo unaitwa upendo wa agape. it is the love called agape love. Huu upendo wa agape This agape love, unamaanisha mimi kazi yangu ni kukupatia tu. it means for me just to give you. Sipendi kitu kutoka kwako. I don't need anything from you. Kwa sababu nikitegemea kitu kutoka Because kwako, if I expect something from you, kwa njia nyingine inaitwa eros love. other words is called eros love. Ndio hile unaona wale ambao wanajiuza And barabarani, what you're gonna see, those people who sell themselves in the road, wanakwambia nitakupa na wewe unipe. they say, I'm gonna give you so that you have to give me back. Usizani ya kwamba kuna mapenzi. Don't think that there is love. Mmoja anapenda pesa Someone loving money, na mwingine anapenda ngono. also someone is So wanabadilishana. no, they change. Tuko pamoja. Are we together? Wanaweza kuwa wako 10, There can be 10 of them. lakini unachagua yule ambao You unampenda. just select someone, the person that you love. Lakini mnabadilishana, mmoja anapana pesa, mwingine anapana. Now you just exchange. Somebody gonna give money and other one who gonna give. Tuko pamoja. Are we together? Lakini upendo tunaosimamia But kanisa this love that we have stood on, ni upendo wa agape. it is agape love. Na huo upendo wa And agape this agape love, ndio ule unasema uwaombee hata wale ambao wamekuchukia. it said that you have to pray even for those who hate you. Uwapende pia adui zako. Love even your enemies. Hata kama walikusema vibaya No jana, matter what they've been talking bad about you, ukasikia, and you heard them. wakakuletea audio, They brought even the audio to you. wamerekodi vile anakutusi. They have recorded how the person was insulting you. Lakini ukiwa katika penzi la agape, You are agape love. unaendelea kumwombea, You just continue praying. unaendelea kumpenda. You continue loving that person. Tuko pamoja. Are we together? Alipoanza kupigwa Yesu,
Yesu. At the time Jesus was beaten, Amepigwa fimbo za ajabu. he was beaten a lot of. Na wakati vile anapigwa, And the way he was beaten, ndio vile upendo ulikuwa that's unaongezeka. how the love was increasing. Kwa sababu alikuja na upendo wa agape. Because he came with agape love. Upendo ambao hauna break. The love that does not have Ni break. upendo ambao hauna mwisho. The love that does not have Ni the end. upendo ambao hauishi yake kaburini. Love that doesn't end at the grave. Ndio upendo kanisa. Mungu anataka kanisa iwe na huo upendo. That is the kind of love that the church Kwa supposed to sababu have. tuko na imani baada ya haya maisha. Because we have the faith that after this life, Mimi na mama tutakutana mbinguni. like mom, we're gonna meet in heaven. Na kama tumechukiana hapa But if we duniani, have hurt each other here, unahakikisha tutasalimiana are mbinguni. you sure in heaven we're gonna greet each other? Oh God. Yesu akasema Jesus said, kanjia kakwenda mbinguni the way to go to heaven ni kembamba sana. is very small, Ni kembamba sana. very thin. Na vile amekutengeneza, The way he has created you, hakupenda chuki aongezeke kule he juu. doesn't want the Chuki the hatred, thank you, iongezeke kule juu. to be added on that one. Kwa sababu ikiongezeka kwenye moyo wako, Because if it will be added on your life, ukale kanjia hautaenea. in that thin path, you're gonna not pass there. Kwa sababu ni kadogo sana. Because it is very, very small. Tuko pamoja? Are we together? Hata Elia akinitukana, Even Pastor Elia can mock me. kama niko ndani ya upendo wa If I'm agape love, nitakupenda mpaka mwisho. I will love you up to the end. Ukisikia nimeacha kukupenda, If you heard that I stopped loving you, ujue ulikuwa upendo wa eros. you have to know that it was eros love. Ujue ulikuwa upendo wa filio, You have to know that it was filial love. ambao ni upendo una mwisho wake. That the love that has end. Ile ambao wanasema enough is enough. That ile wanasema mwisho, Enough ndio is mwisho. enough, yani imezidi. Imezidi mipaka. Mwisho ndio mwisho, umechoka. Ukisikia pastor amekuchukia, And if you hate the pastor hates you kwa sababu haukuja kanisani, because you don't come to church, ujue huyo pastor you have to know that pastor. hakukupenda upendo wa The agape. pastor did not love you for the agape love. Alikuwa anakupenda juu ya thank He you, mama. loved you because you are coming to church. Inawezekana wewe ulikuwa umetoa sana, It was maybe it was that you are the giver too much, ama uko na gift ya kupiga vinanda or sana. you have the gift to play the keyboard or piano over there. Hiyo inaitwa eros love, ambao ni mapenzi na faida. That is called eros love. That it has benefit. Lakini upendo wa agape, But the agape love, hey, hata ukinipiga ndio upendo no unaongezeka. matter what you beat me, is the time that the love increases. Tuko pamoja? Are we together? Nikasema kama mko mnaona madivorce kwa ndoa zetu, And I said, if you are seeing divorce in our families, leo mtaniongezea dakika. today you're gonna add me some minutes. Kama mnapata divorce kwa ndoa And zetu, if you find some kind of divorce in your families, nikasema ni eros. I said that is eros love. Uliona mwanamke You saw the girl or the woman, ana mwonekano mzuri kweli, she had a good looking, anatembea vizuri, she's walking good. ulipomwona ukasema And basi. when you saw her, you said, this is now. Lakini nia yako ilikuwa siko tayari kuoa. But your ambition or your plan was not to marry. Ilikuwa tu nisikilike mkatie na vuma naye. It was just to be heard in the street that, I'm with her. Sasa mule mkuvuma vuma, Now, in those kind of hearings, people, they hear about you, mimba showing ika- yourself. Thank you. mimba ikabakia. Pregnancy stays. Na unajua asili yetu And in our culture, Afrika tunatoka huko. in Africa, where you are coming from, Ukipana mimba unapewa mke. if you give pregnancy, then you're going to be given a wife. Mke mwenyewe anakuja kukupatia, Now, the wife they came to bring for you, hakukuwa mplaa yako ya kuoa. that wife was not in your plan to marry. Ndio unaanza kujisikia unaishi na kimuzigo pembeni Now, yako. you start feeling that you have a very big cloth on you. Very big burden. Tupigie kwanza Yesu makofi. Clap out for Jesus. Mpaka unaanza kuuliza hiki kimuzigo. And you start even asking yourself, this burden. Tuko pamoja. Are we together?
Na unaona watu wanaendelea kuzaa, And you see people that will continue giving birth. kwa sababu wanaishi pamoja. It is because they are living together. Lakini ule upendo wa agape hauko But the ndani. agape love is not inside them. Sasa ukitokea ka kitu fulani, And if there is something wrong, ka tax return, just tax return. ka divorce na kenyewe kanachomoka. And also the divorce will just appear. Usizani shida ni tax return. Don't think like the problem is tax return. Ni kitu tunasema source ya hiyo ndoa. It is just the source of that marriage. Ilikuja aje? How that come? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tupigie Yesu makofi. Let's clap hands for Jesus. Kanisa linaomba kukaa kwenye upendo wa agape. The church is asked to be on agape love. Na huu upendo wa agape, And this agape love, kila mtu anausemaka kwa mdomo, everybody do speak it on the mouth. lakini kuishi ndani But to dwell in, ndio shida. it is a problem. Wahubiri wengi ambao unawaona There are a lot of preachers that you see. wanasema tupendane, They say let's love each other. lakini uangalie maadui wenyewe anasema ni maelfu, Check the enemy that is mentioned. There are millions. na anasubiri ataenda mbinguni. And he's waiting to go to heaven. Mbingu gani utaenda Which na heaven? chuki ya mkubwa hivyo? Which heaven are you going with that kind of hatred? Tuko pamoja? Are we together? Kama kuna mtu mama mwenye unaweka kuroho, If there is somebody that you are keeping in your heart, ile njia ni nyembamba do, that way is very thin. yaani ukiongeza tu kachuki kule, If you just add the kind of hatred over there, ukijaribu kwenda you just try to bend, unakwama. you will just get stuck. Lakini njia ya kwenda kuzimu, But the way to go to hell, too much. hata ukiwa na vile vishimungala vyako vya nyuma weka kumashamba, Does not matter whatever you have, you will just unaenda pass. straight, You will go kwa straight sababu ni highway. because it is just highway. Tuko pamoja? Are we together? Unakuja kanisani hapa pamoja, You came to church here together, lakini mkikutana kazini hata salamu. but when you met at your workplace, you don't even greet each other. Unasikia mugari tu, watu wanakaa mugari moja, And you are just sitting, for example, in the car, that people they are there together. akichungulia mama Sumaili yuko mwa ile And gari. he's checking that Mama Smiley is in that car. Sasa ingia mule, I can't go in that car. siku yake nasemeshana na yule, I don't like to talk to her. na tunasubiri Yesu akuje twende mbele. And we are waiting for Jesus to come so that we have to go to heaven. Mbingu gani? Which heaven? Tuko pamoja? Are we together? Upendo ni kitu kigumu sana kufundisha, Love is something hard to teach kwa sababu ni natire ya Mungu. because it is the nature of God. Mungu mwenyewe ndiyo upendo, kama vile tulisoma. God himself is love, as we read. Tuko mwile ile somo yetu ambayo ni Yohana wa kwanza We are in the same chapter, John, 1 John 4:7 mpaka 8, 4:7 up to 8. ambayo ilituonesha Mungu ni upendo, That shows us that God is love. na hiyo upendo tukasema ni upendo wa agape. And that love, we called it agape love. Kwa hiyo basi Then mitume waliombwa na Yesu, the disciples, waliombwa na Yesu, they were asked by Jesus. wakasema Musa amekuja na amri 10, They said Moses came with 10 commandments. na hizo amri zilikuwa kama kivuli cha kuwasaidia, And that commandment was like a shadow to help them. lakini siku ya leo, But today, munisikilize vizuri, listen to me very well. kuna amri moja There is one commandment Yesu ametupatia discount. that Jesus gave us at the discount. Discount ni nini kwa Kiswahili harama? Yesu nyongeza. It is a discount. Akasema kuliko kubebana na hivi vyote viamri 10, Now, for you, it is like instead of you taking all these 10 commandments, mshike tu moja just take one. na itakuwa mumemaliza hiyo affair. And you will finish this matter. Tusomee katika kitabu cha Mathayo 22. Read for us in Matthew 22.
Trasa. Tunasoma Mathayo 22 mstari wa 33 tunasoma mmoja wao mwana sheria akamuuliza, akamjibu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Tena ni ya kwanza. 39. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mupende jirani yako kama nafsi yako. Asante. Si tumefundishwa hiyo kuanzia Sunday school. We have been taught that since Sunday school. Si tumesikia hiyo kitu. We heard that thing. Tumefundishwa hiyo kuanzia Sunday school. We were taught that since Sunday school. Lakini wangapi wanaijua hiyo? But how many people knows that? Kwa sababu Biblia inasema jua ukweli na ukweli utakuacha Because the huru. Bible says know the truth and the truth will make you free. Wangapi wamejua hiyo amri? How many people know that commandment? Unahakikisha hapa hauna adui ambaye umeweka kuroho hapa? Are you sure you don't have an enemy that you have blocked in your heart? You have stuck in your heart? Mimi sina. I don't have. Wako wananisema sana, They are talking too much about me. wananiongelea vibaya sana, They talk bad about me. lakini wote But all, nawapigia simu, I call them. naendaka kwa nyumba zao, nafungua fridge na kunywa juice, I go to their house and open the fridge and I will drink the juice. kwa sababu niko katika upendo wa agape. Because I am agape love. Na hata wakiinuka leo jioni, No matter what today they might, wakiinuka leo jioni, they can rise. mimi nitawapigia simu tu, I will still call them. nitawapenda tu. I will love them. Nyie unichukie, mimi nawapenda. Hate me and I will love you. Si ndio Biblia imesema? That is how the Bible Ya says. kwamba siri moja, The only one secret, mtu akikufanyia mabaya, if somebody did wrong to you, wewe unafanya nini? you reply with good. Ndio mnafanyaka hivyo. Kima ndio madogo. Ndio hivyo tunafanya. Ni vigumu sana. Nitakupatia 2 juu ya hilo. Nitakupatia 2 juu ya hilo. 2 juu ya hilo. Tuko pamoja? Na nimesema ya kwamba ukishika hiyo uadui, And I said, if you have that kind of hatred, unaanza kublockea watu ku Facebook now yao. you are blocking people from your Facebook. Unajua kublockea mtu Facebook, You know, to block somebody on Facebook, unasema ya kwamba sipendi kusikia kutoka kwako. it's like I don't want to hear from you. Nitapenda nilete tu maua, tunaweka wewe msanduku. I will just bring the flowers and we're gonna bury you. Msiwe mnafanya kitu ambacho hamjui. Don't be doing something that you don't know, please. Unaenda kunidelete kwa WhatsApp hao. You go and delete me on WhatsApp. Yaani unaniua. You have killed me. You don't want to hear from me. Hautaki kusikia kwangu. Yaani sauti yangu kwako ni kama radi. What mean my voice is like hiyo radio. Thunder. Tuko pamoja. Tusivute watu. Please don't delete people. Tusibloke watu. Don't block people. Hiyo ndio inaonesha, That shows ya kwamba tuko wana wa Mungu. that we are the children, the truly children of God. Papa, watu kama wanakukosea, If people wrong you na unawarudishia mazuri. and you are bringing back good, Biblia inasema ikiwa na njaa wakalangia hata mndagao wa Kigoma kule. the Bible says no matter what they have, fly the fish for them. Piga na tomate na vitunguu. Put tomato and the onion. Biblia inasema uwalishe ili washibe The vizuri. Bible says feed them so that they have to get. Ndio dawa moja ya kupambana That is na. the only medicine to fight with the enemy. Lakini akikubloke na unambloke. But if he blocks you and you block him too, Mambo haiendake hivyo. it doesn't go like that.
Una mambo ya Yesu vile ananifanya. You can see how Jesus did to me. Mtu amenitukana, Somebody insulted me. tena nipande kujiko na mtengenezea And leo. I also went to the cooker to cook for him. Yesu, mbona mimi nakuwa bumbafu sasa hivi? Jesus, I'm foolish. Amesema hiyo, He said that usipofanya hivyo mbinguni sio yako. if you did not do that, the heaven is not yours. Ni kwa nini Yesu anafanya hivyo? Why Jesus did this? Kwa sababu mbinguni It is because heaven, kuna sema lugha moja, there is just one language. kuna wimbo Just mmoja, one song is sung over there. tuko pamoja. Are we together? Hakuna chuki kule. There is no hatred. Matendo ya Mitume The act of apostle 5:1 5. mpaka 3. Papa, utatusomea Mwanzo 22:1 mpaka 3. Matendo ya Mitume tunamalizia hapa. Tunabaki na dakika 15 tumalizie. Tunasoma Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume pole pole, mimi Sura nataka uende 5. pole pole. sura ya kwanza hadi ya 3. Nasema, Inasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania. rudilia papa, naona watu wanaweka fujo kidogo. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Sefania mkewe aliuza mali akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akajua haya, akaleta fungo moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Ishia tu hapo. Hiyo ni swali kila mtu ataenda anajiuliza na utajibu nyumbani kwako. Everybody will be asking, and you will ask yourself, and you will Tusome answer. Mwanzo papa. Tusome hiyo Genesis. Mwanzo. Baadaye tuvifanye hivi tumalize 22:1 mpaka 3. Tunasoma 22 Mwanzo. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjibu Ibrahim. Mungu alimjibu Ibrahim. alimjaribu. Asante. Yes. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu. Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Mimi hapa. Akasema,